tumekuja Jangwani kupata supu ya ngamia. Naamini waandishi wa habari mmepata supu ya ngamia ya kutosha. Na vile vile kwa niaba ya waandishi wengine wote tunapasa kuwapa kila mmoja aondoke na bakuli ya supu, ukamwonyeshe mke wako na mwanao, waambie Yanga Afrika amekupa supu kwa ajili ya ngamia. Supu hii maana yake ishara tosha uongozi wa klabu ya Yanga inaendelea kuenzi historia ya klabu hii. Tulianzisha supu na leo ni supu day ya ngamia. Watu wanakunywa supu, wanakula chapati, wanaburudika. Lakini supu hii ya leo tumepitia changamoto nyingi zaidi kuliko miaka mingine yoyote. Supu ya leo kuna shabiki wa klabu ya Yanga alifariki ili leo tuweze kupata pointi 3 na kuweza kunywa supu tarehe 8 Machi. Supu ya leo viongozi wa Yanga walala jela ili kupigania klabu hii tuweze kupata supu pale Tabora. Supu ya leo tulipishana na mamlaka kwa ajili ya kutetea haki yetu ili tuweze kuwa mabingwa ndani ya msimu huu. Supu ya leo tumeshinda dhuluma na fitina zote ndani ya mpira wa nchi. Ndio maana tunaburudika kunywa supu ya leo. Kwa supu ya leo maana yake ni ishara tosha. Mashabiki na wanachama klabu hii wamepigia katika mvua, katika jua, katika nyakati zote. Ni muda wa kujipongeza kunywa supu. Uongozi wa klabu hii wameona thamani na heshima kuwapa mashabiki na wanachama kuwapa supu ya ngamia. Ngamia hapatikani sehemu yoyote, ni zaidi ya Jangwani. Ngamia anapatikana Dubai. Ngamia ametoka Dubai amekuja Jangwani ili kuwafanya mashabiki na klabu hii waweze kunywa supu, waburudike, waenjoy. Kwa kipekee lazima tumshukuru Engineer Said, mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika, rais wa klabu hii chini ya mtendaji, chini ya jemedari Arafat Haji kwa kazi kubwa aliyofanya na chini ya kamati ya utendaji. Lakini kipekee mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Ni lazima tumpe heshima yake maandishi matatu GSM Gharibu Said Mohamed kwa kazi kubwa aliyofanya kuwekeza, kazi kubwa aliyofanya kudhamini, kazi kubwa aliyofanya kwa ajili ya klabu hii. GSM ameonyesha dunia, ameambia dunia yeye ni tajiri wa mpira na sio tajiri wa maneno. Ndani ya msimu huu GSM amepata heshima. Yanga amechukua vikombe 4 chini ya uongozi wake, chini ya udhamini wake. Chapa ya Yanga, chapa GSM imekuwa ni chapa bora duniani na Afrika kwa kazi kubwa ambayo amefanya GSM. Tukisema katika nchi na Afrika, tajiri wa mpira ni GSM Gharibu Said Mohamed. Maandishi matatu. Wako wanaume wawili duniani wanaweza kufanya hizo kazi. Yuko United States of America, USA. Kidume wa dunia katika mpira yuko GSM, ndio kidume wa mpira. Gharibu Said Mohamed. Niye mmepata heshima, mmepata hadhi mwaka huu. Mmemjua Gharibu kazi yake anayofanya. Alisema neno moja, Yanga bingwa, Yanga sio bingwa. Huyo ndio GSM. Tajiri ana maneno mengi. Neno moja tu ni sheria. Yanga bingwa, Yanga achukua ubingwa. Hiyo Yanga Afrika hiyo. Tunakunywa supu na tunaenjoy. Finali ya CRDB na kombe la CRDB. Ili ya Singida mnabeba. Sisi kombe la CRDB, sisi msimu inawezekana uje msimu tumesema tunaenda kuvunja rekodi ya karne. Kwenye karne ya 21 Yanga peke yake ndani ya msimu na makombe 4 na PSG na makombe 4. Tukichukua kombe la 5, Yanga ndio inakuwa timu bora duniani kwa vikombe 5. Ana ngao ya jamii, ana Toyota Cup, ana kombe la Muungano, ana kombe la NBC, ana kombe la CRDB. Tukichukua kombe tarehe 29, Yanga ndio inakuwa timu bora duniani. Anapata Yanga PSG, anapata Real Madrid na wenzake. Huo ndio bora klabu ya Yanga brother. Yanga tumezamilia msimu huu na majembe ambayo tunaleta sai. Utatamani ardhi pasuke ingie chini. Msimu huu majitu ambayo tunayaleta umtatamani ardhi pasuke. GSM kaniambia naleta mashine hiyo mashine hatari tunaleta jitu limeshindikana ndani ya msimu. Yaani analeta wachezaji kwa ajili ya kuwa mabingwa wa CAF Champions League ndani ya msimu na tunaenda kuwa mabingwa ndani ya msimu. Umedhamiria kwenye ligi ya mabingwa.
msimu ndio mashindano yetu Zai. Tumeumbwa kwa ajili ya kabingwa. Tumeumbwa kuchukua kabingwa. Kabingwa msimu huu, bingwa ambaye mtarajiwa ni Yanga sasa. Naomba msevu hii. Bingwa mtarajiwa, kabingwa msanii msimu huu anaenda kwa Yanga. Mwalimu. Sikiliza niamini mimi ninachokwambia. Cheza ndani wachezaji ambao tumaleta Zai. Utasema gari mkamleta huyu. Utasema mama Garibu ameshindikana. Wachezaji ambao amesajili Garibu nimewaona. Nimewaona Zai. Wewe umesema kuja kuwaona. Ukisema huyu Garibu ndo kamleta, utashangaa. Garibu amezamilia kuifanya Yanga iwe kisiwa cha furaha. Amezamilia kuifanya Yanga iwe kisiwa cha amani. Amezamilia kuifanya Yanga iwe ndio timu kubwa barani Afrika. Nyuma Nesdo. Sikiza, Mamelodi aliomba po nyumbani kwao Luto South Kusini. Unaelewa? Mamelodi ni timu ndogo. Mamelodi maanisha